Mtito TV, Jena Mtito TV, Jena Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Mtazamaji, dabi ya Kariakoo imeiva siku tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, siku ya Jumatano. Naam, na tayari marefa wamekisha tangazwa na hawa wanatokea nje ya nchi, Egypt. Je, kunani huko dabi ya Kariakoo? Nipo na mzee wa data Ramadhani Mbwaduke, tupige story mbili tatu kwa huyu refali wa kati, namna ambavyo anamfahamu yeye ni refa wa aina gani, na pengine tutaraji kuona mchezo wa aina gani siku tarehe 25. Naitwa Christopher Beda, mwana Janduro, nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Twende sawa. Mzee wa data, kama nilivyo kisha tangulia kusema hapa kuhusiana na marefali, kumlazi kukutana na marefa watakaosimamia sheria 17 za mpira wa miguu Tanzania, dabi ya Kariakoo. Natamani kumfahamu sana huyu refa wa kati, ambaye huyu sasa siku zote ndio ambaye anazungumzwa sana kuliko na hata hawa wa pembeni. Mzee wa data, ndio ni Amin Mohamed Amin Omar. Hujakosea, mwamuzi wa kati ndio boss kwenye mchezo. Wengine wote tunawataja wale ni assistant referee, tunasema waamuzi wasaidizi, ambao wao hata pamoja na VAR vile vile kazi yao ni kumsaidia huyu mwamuzi wa kati. Maamuzi ya mwisho anao yeye. Hao wanaweza kusema goli, yeye akisema sio goli, la kwa maamuzi yake ndio yanakubalika. Sasa huyu ni miongoni mwa waamuzi bora waliopo barani Afrika kwa sasa, wanaotambuliwa na CAF, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, lakini pia shirikisho la mpira wa miguu duniani, FIFA. Yeye ana miaka 39. Ifikapo Septemba mwaka huu atatimiza miaka 40. Kwa lugha nyingine, utimamu uwanjani, yuko fit. Kumove, kutembea kutoka pointi moja mpaka nyingine ili kuendana na matukio ni miongoni mwa mambo mazuri kwake. Anategemewa sana kule nchini Misri, lakini pia na CAF. Amin Mohamed Omar, yeye sifa yake mojawapo kubwa ni kwamba, nasemaje vijana, hacheki na wowote. Yani hana kawaida kwenye nyeusi aseme nyeupe. Ndio sifa yake. Labda kwenye dabi hii ndio afanye tofauti. Kiasi ya kwamba unaona shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF, bodi ya ligi, kwa kushirikiana na wenzao kule nchini Misri, chama cha soka kule nchini Misri, kumteua Amin Mohamed Amin Omar kama mwamuzi wa kati katika mechi ya dabi ya Kariakoo ni heshima kubwa kwenye dabi hii, kwa sababu yenyewe ni miongoni mwa dabi bora barani Afrika. Unapotaja Cairo Derby, Zamalek na Al Ahli, Soweto Derby, unataja Kaizer Chiefs na Orlando Pirates, unapotaja ya Casablanca inamaanisha ya Wydad na Raja Casablanca. Lakini Yanga na Simba ni miongoni mwa dabi bora, na katika baadhi ya vigezo hii ina stand tall, inakuwa miongoni mwa kubwa. Kuletwa kwa mwamuzi kama huyu maana yake ni ishara nyingine kwamba hii ni miongoni mwa dabi bora barani Afrika. Kuletwa kwake kunaashiria kwamba mechi hiyo kama ni matokeo, basi aliyejipanga vizuri zaidi ndiye atakayepata matokeo hayo yatakayopatikana. Ikumbukwe mechi hiyo mvuto wake ni kwamba Yanga wana pointi 79, Simba pointi 78, tofauti ni pointi moja. Simba wanahitaji ushindi ima ili wawe mabingwa, Yanga wanahitaji walau sare tu ili wawe mabingwa katika mechi hiyo ya mwisho. Kwa sababu hiyo, eneo la uamuzi ni muhimu sana. Kuwepo kwa Amin Mohamed Amin Omar ni jambo chanya katika eneo hili. Lakini kwa lugha nyingine, kuwepo kwake yule aliyejipanga vizuri ni kana kwamba, narudia, ndiye anayetarajiwa kupata matokeo mazuri kadri itakavyokuwa uwanjani. Naam, mzee wa data, sasa natamani kutaraji sasa kuona tutataraji mchezo wa aina gani kuhusiana na refa, namna ambavyo mmezungumzia ubora wake. Lakini sasa dabi ya Kariakoo Tanzania, ligi kuu NBC, natamani kufahamu hapo sasa. Kwanza utambue Chris na watazamaji wako, ninaposema ni mwamuzi bora, labda nikupe na viashiria. Ni mzoefu. Kwa mfano, yeye si nikwambia na miaka 39, lakini ameanza kuchezesha ligi kuu ya Misri mwaka 2013. Yaani ndo ameanza kujiingiza katika masuala ya soka na akawa katika kiwango cha juu. Lakini kuanza kutambuliwa na FIFA, kuwa na beji ya FIFA ni mwaka 2017. Kwa lugha nyingine, huu ni mwaka wa 8. Yeye ni miongoni mwa waamuzi ambao wanatambuliwa na FIFA na amekuwa na maamuzi ya kunyoka sana. Kwenye dabi hii, tahadhari kwa Simba, tahadhari kwa Yanga. Wachezaji wamezoea dabi ambazo zinachezeshwa na waamuzi wetu hapa, pengine wengine wanachukulia poa. Sasa huyu kawaida yake hapepesi, yani ana sifa kiasi fulani, unaweza kusema anafanana na Arajiga, lakini huyu ni Arajiga aliyechangamka zaidi, anatoka Misri. Nadhani umenielewa. Swala vizuri kabisa. Ahmed Arajiga ni miongoni mwa waamuzi bora tulionao nchini. Yeye hata kama timu imefungwa
goli 6 kwa mfano, halafu kuelekea mwishoni mwa mchezo timu hiyo iliyofungwa 6 halafu hawajafunga goli wakafanya makosa kwenye eneo la penalty, Arajiga anaonyesha ni penalty, utapigwa la 7. Hana huruma kwa sababu katika kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu uwanjani. Sasa huyu ndiye yuko hivyo hivyo, hajali mwenyeji, hajali mgeni, huyu Amin Mohamed Amin Omar, hajali tukio limetokea dakika ya ngapi. Ndio sifa yake katika rekodi zake ukiangalia, labda vinginevyo iwe katika siku hiyo ya dabi Juni 25 Jumatano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, Yanga akiwa mwenyeji, Simba akiwa mgeni. Lakini sifa yake kuu nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Maana yake ni nini? Inawezekana hiyo siku kuna watu wakaja kufurahi, inawezekana kuna watu wakaja kulizwa kwa matukio ambayo kwa walivyozoea huwa yanaachwa, yanachukuliwa poa. Lakini siku hiyo ni kujiandaa kisaikolojia. Labda Amin Mohamed Amin Omar awe tofauti, lakini kama ndiye huyu mwenye miaka 39, huyu ambaye karia yake, huyu ni mwanasheria, anajua, yani yeye ni professional, ni mweledi kabisa, kazi yake mama ni mwanasheria. Uwanjani anaenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu, lakini vile vile akitoka nje uwanja ni mwanasheria kwa tabia yake. Narudia tena, itakuwa mara ngapi? Nyeusi nyeusi, nyeupe nyeupe. Penye kufunika anafunika, kwenye kufunua anafunua. Kona, penalti. Umeshanielewa vizuri? Penye kuongeza dakika zitaongezwa kwa mujibu wa vile ambavyo kwa tafsiri yake yeye, kwa mujibu wa kanuni atafanya hivyo. Kwa hiyo binafsi naona kana kwamba ni mwamuzi ambaye anaendana na hadhi ya dabi hii ya msimu 2024-25, na kwa kuzingatia yale yaliyojitokeza hivi karibuni, mvutano umekuwa mkubwa sana baina ya timu hizi Simba na Yanga, uwekezaji umekuwa mkubwa, shauku, hamu, desire, utashi wa kuitaka mechi uwanjani, kuona mshindi anapatikana kwa namna iliyonyooka. Basi ujio wa mwamuzi huyu kwangu mimi naona ni jambo la kheri. Sasa mzee wa data, umeniambia refa hacheki na wote huyu sasa. Yeah. Labda kwa uchache tu kwa kumalizia, timu zetu hizi mbili, Simba Yanga, Yanga mwenyeji, Simba mgeni, hasa nini wakizingatia sana hasa kwenye discipline ya mchezo? Kitu cha kwanza, watekeleze mipango ya kazi ya walimu wao. Hilo la msingi. Lakini la pili, waache janja. Unajua wachezaji wamekuwa janja. Kujiangusha ni sehemu ya wachezaji, hasa wa safu ya ushambuliaji pande zote mbili. Lakini janja mabeki, hasa wakati janja anaweza akawa kucheza follow za kujificha, kuvuta jezi, wawe makini. Unaweza kujikuta ile inaitwa doxo, denying an obvious goal scoring opportunity kwa mtu wa mwisho. Wasipokuwa makini itawadhuru. Tahadhari special maalum hii inaitoa sasa kwa watakopata nafasi ya kucheza maeneo ya mabeki wa kati. Abdulrazak Hamza awe makini, Shemalon Fondo awe makini, Shamu Karabu wakipata hiyo nafasi eneo la wawe makini, kwa sababu ya ile mipira ya mwisho kutoka kwa washambuliaji wa Yanga kuelekea kwao, kwa sababu late tackle, kucheza tackle ya kwenda uvunguni, kuwai mpira alafu kakosa ukamgonga mwenzako, kwa mwamuzi huyu ni tatizo. Vivyo hivyo kwa Ibra Baka awe makini, Bakari Nondo Mwamnyeto akipata nafasi ya kucheza siku hiyo kuanza awe makini, Dickson Jobo awe makini, kwa sababu haya yalotoka kuyaeleza. Simba wana watu wenye kasi, Elie Mpanzu Kibisawala, unazungumzia Kibu Dennis Prosper, Steven Dese Mukwala, Leo Ateba Mbida, watu wa vurugu, watu wa kupenda mikimbizano, hasa Ateba. Wasipokuwa makini wanaweza kujikuta kwa mwamuzi huyu wanapata madhara, hasa karibu na lango lao. Kama ilivyo kwa Peodo Pacome Zouzoua, fundi anashawishi mpinzani kucheza faulo, wawe makini kwa sababu Pacome. Lakini ukiangalia Clement Mzize Walid, Maxim Pianzengeli wanapokwenda kushambulia, mabeki wa Simba wawe makini, hasa umakini wa ziada kwa sababu ya mwamuzi huyu Amin Mohamed Omar. Kwa kurudia, Shamu Karabu, Abdulrazak Hamza, Shemalon Fondo, Ibra Baka, Dickson Job, lakini pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa nini nimewataja? Hawa ni mabeki wa kati. Misala ile ya mipira ya kupigwa nyuma ya mabeki, zile tunasema defensive splitting pass, zile ambazo zinapasua mabeki zinaenda kudondoka nyuma, huwa zinawadhuru mabeki wa kati katika wanapokutana na washambuliaji wa timu pinzani wenye kasi, alafu wajanja wa kwenda kusimama mbele yao, kusimama kati ya wao na mpira, alafu wao waache kwa nyuma. Mabeki wa kati huwa ni wanakumbana na madhara. Mabeki hawa ndio nimekutajia, Shamu Karabu na wenzake kwa Simba, lakini Ibra Baka na wenzake kwa Yanga. Miongoni mwa maeneo ambayo unapaswa kuwa makini ni maeneo haya. Lakini maeneo mengine ni yale yanayotoka kusema. Ukiigiza uwe makini, uigize kwa usahihi, umpate.
Ukimkosa, yani kwa maana kwamba umeigiza akakushtukia, imekula kwako. Kwa sababu unaposikia mechi 6, kadi za njano 13, kadi nyekundu 3, penalti 3, yatosha kabisa kukuamsha hao wachezaji wa Simba na Yanga. Ili mwisho wa siku tushuhudie dabi dakika 90 ikiwa na wachezaji 11 kila upande na si vinginevyo. Lakini inategemea mipango ya walimu. Hamdi Milude wa Yanga, Fadlu Davis wa Simba, pengine kwenye mipango yao wanataka wamalize 10-10, hiyo kivyao. Lakini kwa sisi wengine watazamaji tungetamani zaidi tuone 11 kwa 11 washindane uwezo na mbinu. Nikushukuru sana Mzee Data. Shukrani jazila. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.